Sawa, sasa hapa nimepokea taarifa mbili. Moja ni hiyo ya bendera ambayo imeeleza hawa akina mama na kina baba waliokutwa huko ambao wana changamoto, na nadhani kwa kupitia taarifa ile kwa sababu hatuna uwezo tena wa kujishughulisha nayo yote kwa wakati mmoja, lakini lazima tuanze na moja. Kwa hiyo wakimbiza bendera, hoja zenu nimezisikia, ila tutakayeanza naye ni yule ambaye anahitaji matibabu, ambaye mmesema kwamba anahitaji kwenda kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo tutaanza na huyo apate matibabu, alafu kwa kadri ya ule uhitaji tutaanza na mmoja, tutawafikia na wengine. Kuhusu wale wenye ulemavu ambao wanahitaji viti mwendo, hao pia tutawasaidia kwa haraka zaidi. Lakini yule mlemavu ambaye mmesema ana duka, anahitaji kusaidiwa mtaji na kiti mwendo, kuna viti mwendo vya umeme. Nadhani yule atahitaji kiti mwendo cha umeme, kwa hiyo tutampelekea hicho. Kwa sababu na mimi nimemuona ana changamoto sio tu ya miguu, lakini pia ana changamoto ya mikono pia. Kwa hiyo nadhani yule ataweza kusaidiwa na hicho kiti mwendo cha umeme. Kwa hiyo nimesema wakimbiza bendera au wakimbiza nini? Wakimbiza bendera. Wakimbiza bendera tutawakabidhi pia hivyo viti mwendo kwa ajili ya hao ambao mmewakuta huko wakiwa na uhitaji, hasa kipindi hiki cha mvua, ili waweze kwenda vizuri. Huyu wa matibabu tutaanza naye. Kwa hiyo tukimaliza hapa leo, kesho ni sikukuu kwani? Kesho Ijumaa Kuu jamani, watu tukatakasike, si ndio? Kwa hiyo kesho basi ni wiki ijayo, baada ya sikukuu zikishapita, tutampeleka hospitali ili aweze kupata matibabu, arudi katika hali yake ya kawaida. Na sisi tunasema hapa ili wote tumuombee, maana wale wanaotoa matibabu ni binadamu kule, anayeponya ni Mungu, si ndio jamani? Kwa hiyo tumuombee ili siku nyingine wakija kutoa taarifa waseme yule mtu alipona na amekuja hapa kutusalimu, yule pale atoe salamu, si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo tumuombee, lakini matibabu yataanza wiki ijayo. Wale wa viti mwendo pia mtapeleka wiki ijayo.